Benyu migoti. Miomo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya familia ninasoma historia fupi ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Nyengele Anyesi Kashindi Mtambo, mtoto wa Mtambo Kabwali Kabika wa jamaa ya Bashir Ala Bashilo Ochi, nyumba ya Mauhu. Mama yake aliitwa kwa jina la Veronica Kalamu wa jamaa ya Balala. Marehemu alizaliwa Pakazimia mwaka wa 1970. Marehemu aliolewa na Mwanuge Ataya Jean Pierre wa jamaa ya Babungwe Bashimamba, nyumba ya Mkabilwa. Marehemu alizaa watoto 13, wakiwemo wa kiume 5, wa kike 8. Waliokufa wa kiume ni 2, wa kike ni 3. Jumla ya watoto walio hai ni 8, wakiwemo wa kiume 3 na wa kike 5. Marehemu ana wajukuu 23. Wa kiume ni 15 na wa kike ni 8. Waliokufa ni 1 wa kiume. Jumla ya wajukuu walio hai ni 22. Kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa mkulima. Magonjwa. Mwaka wa 2016 marehemu alipata ugonjwa wa presha ya kupanda. Marehemu alifuatilia sana matibabu kwenye hospitali mbalimbali. Ilipofika jana ya tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, marehemu alipata tena mshtuko wa moyo na kupoteza fahamu. Ilipofika saa 5 mchana, marehemu alipelekwa hospitali ya Main Red Cross, na ilipofika saa 1 ya usiku marehemu alituacha. Marehemu hapa duniani ameishi miaka 55. Na jambo la mwisho, familia inasema msiba unaanza leo na tutatambaza msiba siku ya Jumamosi. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Miweti miomo. Kawaida kijiji chetu sisi kama tuna msiba, hotuba ya msiba wakati tunaitoa kwenye lugha ya Kibembe. Miweti. Kwa hiyo kwa mtu yote yule mwenye asikia Kibembe najaribu kukaa kwenye kwa yule mwenye anajua Kiswahili amuelezee vizuri. Miweti. Kwanza twakanya manga wapochwa bose itolela kwenu shida ya umwetu unene twatushika nishika tulipoje sobya uwa bibi tunabashitanda lebo mwene ombe abalelele sana atwendeleye bana
lemu hali ya birundu no bana shine kana na yeno watakiwa umwele miwechi ya abele ele nibo betu ete jiji ya ashi ya kwanza ama te serikali ye jiji ya ashi ya kwanza tatole na mange malwachi matushiona nyiche benu tofauti na mano matendo na familia yangu miwechi na mano ni malwachi matoe hapa to maboka hapana to amisao ebele sa go to imsao wa bulwachi wa sabishuru ine itushikano itolwa tenjwa na familia na imalizia ile ni bo ipinde tusaka malaloni toto bechuo sulunga ya kwenchi bakalwale ai video batengenezwa toto ala yo bechuo suluchu miwechi na enge bishi ya mwisho ye chaba bocho bose bali ano ele ni bo idiji ashe eso ngona miwechi longe betu nongi mwechi tashikwa mungu wetu mwana au ashe classe sisi lote bibo meshiro ngeto babino itikisi be bitoshe kia miwechi mio asante. Hotuba ya maisha ya marehemu Anyesi Kasindi Mtambo katika kanisa Katoliki hapa Nyarugusu. Marehemu aliitwa kwa jina la Anyesi Kasindi Mtambo. Alipokelewa katika kanisa Katoliki kupitia sakramento ya ubatizo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1986 na ndipo akapata sakramenta zote za kanisa kama vile ubatizo, komunyo, uzabitisho na ndoa katika parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria pa Baraka. Mama Anyesi aliishi miaka mingi katika shirika la Mwenye Heri Anuarite KLN. Baadaye akaja huku katika sekta ya kwanza na kujiunga na waumini wa shirika la Mwenye Heri Anuarite HN, akiungana zaidi na chama cha Wawata hadi kifo kilipomkuta. Marehemu alifanya kazi nzuri katika familia yake. Ndiyo maana kati ya hao watoto wake kuna waimbaji, wasomaji na pia wachezea Mungu. Marehemu alikuwa mmoja kati ya waumini waliopenda sana kuhudhuria sala za kila siku asubuhi na kazi zingine za shirika. Mama Anyesi alifariki jana kwa magonjwa ya muda mfupi tu, na hapa duniani alifanya miaka 39 katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ombi kwa waamini wote ili kuwakumbuka watoto hawa wanaoachwa, pia kuwashirikisha kiimani katika ratiba zote za kanisa. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Namalizia na taarifa. Sababu gani baadhi ya watu ibada ndani ya kanisa, wengine nje? Uchungaji ni kitu kigumu sana. Wameomba